Kuna watu wametangaza kwamba tarehe 9 wataandamana. Mimi wakati nagombea hapa kama mbunge wa jimbo la Tarime vijijini, na hakika pia hata Mheshimiwa Vatican na hata Mama Samia sisi hatukuahidi maandamano. Sisi tulisema tutafanya miradi ya maendeleo. Kwa hiyo natarajia niulizwe zile ahadi ambazo tulifanya kwenye kampeni zinatekelezwaje. Ndio kazi yangu kama mbunge na viongozi ambao mmetupa nafasi. Kama kuna mtu ataenda kuandamana, huo mpango ni wa kwake. Na maandamano hayo sio halali kwa sababu serikali haijaruhusu na hana kibali cha polisi. Kwa hiyo kama kuna kijana wako, kuna ndugu yako, kijana wako anapanga maandamano, serikali itakuwa imekaa na utaratibu wake na angalia anayeandamana amejipangaje kuandamana. Kwa sisi viongozi hatutenye kwa msalaba huo. Kwa hiyo na washauri vijana. Nimesikia hotuba ya Mheshimiwa Rais, yule ndio rais wa nchi, ndio amiri jeshi mkuu na ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Ameshasema kama kuna majadiliano, milango iko wazi. Kama kuna hoja itafanywa kazi. Sasa mwingine ya kupigia simu, ya kuelekezwa kwenye message, ya kusoma kwenye mitandao, hapa nyuma tumepata madhara. Kutokana na maandamano ya 29 kulisio. Huko walikokuwa kama ilikuwa ni bahati mbaya kiko. Watu unapokuwa unazaliwa na mzazi wako, na tumaini ni kwamba kijana huyu ama wa kike au kiume apate baraka za Mungu kama atakuwa amesoma au kwa vipaji mbalimbali akapata kipato, aje akusaidie wewe, ajisaidie na wewe, na ikiwezekana abadilishe maisha ya familia zetu. Ndio matarajio. Sasa kumkuta mtu kama kuna msiba, kuna mtu anaumia, lazima umie kwa sababu za msingi. Kwa sisi tushie sehemu ya mpango huo. Mimi kama mbunge wenu nipo tayari kufanya kazi ya maendeleo tunakubaliana wakati wa kampeni, hayo ndio madai mtakaonipa. Lakini pia na kuhakikisha matokeo kama haya ya kupoteza uhai wa watu na kuleta taharuki tunasimamia yasiwepo na yaishi kabisa. Kwa maana kuleta amani, kushauriana. Kwa sababu nilisema hili ndugu zangu tupeane ujumbe kwamba ule utaratibu utakaofanyika katika eneo hili.